dini maridhawa, neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo sisi leo hii tunajifakhiri mbele ya Allah kupitia neema hii ya Uislamu ambayo Mola wetu subhanahu wa ta'ala amebainisha wazi katika Qur'an ya kwamba yeye kauridhia huu Uislamu. Yeye kabainisha subhanahu wa ta'ala ya kwamba ameukamilisha Uislamu. Sisi tunajifakhirisha kwa Allah kupitia neema ya Uislamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Waislamu ya kwamba Uislamu ndio dini ya haki mbele ya Allah tabaraka wa taala. Al-Allamah al-Hafiz Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Muhammad ibn Kathir al-Basri al-Shafi'i rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake Tafsir al-Quran al-Azim, wakati akifasiri aya hii al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, akasema rahimahullah ta'ala hadhihi akbar ni'amillahi azza wa jalla ala hadhihi al-ummah haythu akmala lahum dinahum فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله خاتم النبيين وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب وخلف. ونسمع العلامة ابن كثير هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة. neema ya Uislamu ni miongoni mwa neema kubwa za Allah tabaraka wa taala juu ya umma huu, haithu akmala lahum dinahum, kwa namna ambayo Allah akawakamilishia Waislamu dini yao. Waislamu haitakikani kuhitajia ziada na nyongeza katika dini ya Allah, kwa sababu Allah kawakamilishia dini yao. Fala yahtajuna ila ziyadatin abada, hawahitaji ziada ile. Haithu akmala lahum dinahum, kwa namna ambayo Allah akawakamilishia Waislamu dini yao, na akamjalia bwana mtume alayhi salatu wasalam kuwa ni khatamal anbiya wal mursalin, kuwa ni nabii wa mwisho, mtume wa mwisho kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Walihadha ja'alahu khataman nabiyyin wa ba'athahu ila al-insi wal jinn, bali Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma mtume alayhi salatu wasalam kwa majini na wanaadamu. Mitume waliotangulia kabla yake walikuwa wakitumwa kwa watu wao maalum, lakini Muhammad alayhi salatu wassalam bu'itha ila al-insi wal jinn, katumwa kwa majini, katumwa kwa wanaadamu. Fala halala illa ma halala, hakuna halali isipokuwa ile ambayo amehalalisha bwana mtume alayhi salatu wasalam. Wala harama illa ma harama, na hakuna haramu isipokuwa ile ambayo ameharamisha bwana mtume alayhi salatu wasalam. Naona katika aya hii na maneno haya ya al-Allama al-Hafidh Ibn Kathir yanaonyesha kwamba Uislamu huu ambao sisi tuko nao ni neema kutoka kwa Allah tabaraka, na haifai kwa yeyote katika Waislamu kuanzisha lake katika dini ambalo halikufunzwa na bwana mtume alayhi salatu wasalam, wala halikutolewa maelezo, na kulifanya hilo ni katika kuipinga na kuikufuru neema ya Allah juu yake, neema ya Uislamu. Bali al-Allama al-Hafidh Ibn Kathir katika kuifasiri aya hii akataja kisa ambacho kilitokea kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Anasema jaa rajulun min al-yahud ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu
alikuja mtu mmoja katika Mayahudi kwa Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, akamwambia Umar, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law nazalat alayna ma'shara al-yahud lattakhadna dhalika al-yawma 'ida. Nyinyi Waislamu, kuna aya moja mnaisoma sana katika kitabu cha Qur'an, lau aya hiyo ingeliteremka katika maandiko yetu, ingelipatikana katika vitabu vyetu sisi Mayahudi, lattakhadna dhalika al-yawma 'ida, tungelifanya siku iliyoshuka aya hiyo kuwa ni siku ya Eid kwetu sisi Mayahudi, tungelifanya kuwa ni siku ya furaha, siku ya sikukuu. lattakhadna dhalika al-yawma 'ida. Al-Allama al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Al-Fath, wakati akifasiri neno hili lattakhadna dhalika al-yawma 'ida, akasema la'azzamnahu waja'alnahu 'idan lana fi kulli sanatin lima hasala fihi min ikmali din. Tungelitukuza siku hiyo, tungeliadhimisha na kuiheshimu, na tungelijalia kuwa ni siku kuu katika kila mwaka, kwa sababu ya yale ambayo yalipatikana katika siku hiyo miongoni mwa kukamilishwa dini. Yahudi anayesema haya mbele ya Umar kwamba hiyo siku ya Arafa tarehe 9 mwezi wa Dhulhijja, jioni ya siku ya Arafa baada salati al-asr, hiyo siku iliyoshuka aya hiyo, lau hiyo aya ingelipatikana katika maandiko yetu sisi Mayahudi, tungelifanya hiyo siku iliyoshuka aya hiyo kuwa ni siku ya furaha katika kila mwaka. Ikifika hiyo siku katika kila mwaka, sisi tutakuwa tukishereheka, tukifurahikia kwa kule kushuka aya hiyo katika hiyo siku, kwa kuwa tunafurahi, tunaadhimisha siku ambayo ilipatikana aya, ilipatikana maandiko ya kuthibitisha kwamba Uislamu wetu umetimia. Angalia alichomjibu Umar kumjibu huyu Yahudi, kuonesha Uislamu lazima ufanye iliyokuja katika sharia. Katika Uislamu wewe huna nafasi ya kuongeza lako. Katika Uislamu huna nafasi ya kukaa ukafikiria, ukatafakari, ukaona kwamba jambo kadha na kadha lafaa kuwekwa katika sharia. Uislamu umefunga huo mlango. Umar akajibu akamwambia, wallah, na apa kwa jina la Allah tabaraka wa taala, inni la'alamu al-yawma alladhi nazalat fi, inni la'alamu al-makana alladhi nazalat fi, wal yawma alladhi nazalat ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi Arafat yawm al-jum'ah. Mimi naapa kwa jina la Allah, nafahamu sehemu iliyoshuka aya hiyo, na najua kadhalika siku iliyoshuka aya hiyo, nazalat ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, aya hiyo ilimshukia mtume alayhi salatu wasalam bi Arafat, akiwa katika viwanja vya Arafa, katika hija pekee aliyohiji bwana mtume alayhi salatu wasalam, ashiyata yaumi Arafa, jioni ya siku ya Arafa. Akimaanisha Umar, sisi Waislamu tufahamu aya hiyo ilishuka wapi, ilimshukia mtume alayhi salatu wasalam akiwa wapi, na ilikuwa ni siku gani. Lakini pamoja na elimu yetu ya kuyafahamu hayo, sisi hatukuijalia siku hiyo kuwa ni siku ya furaha, hatukuifanya siku hiyo kuwa ni siku ya Eid, eti tukisherehekea yaliyopatikana katika siku hiyo miongoni mwa kukamilisha dunia yetu ya Uislamu. Sisi Waislamu hatuyafanya hayo, kwa sababu Uislamu ufuatwe kama ulivyokuja. Ama sisi mlango wa kuongeza, hilo halipo katika dini yetu. Uislamu huu ili uhesabike umemshukuru Allah juu ya neema hii ya Uislamu, ni kufuata yaliyokuja katika sharia,
na kujiepusha na yale yaliyozuliwa na wale waliokuja baada ya karne tatu bora, karne ya masahaba, karne ya wanafunzi wa masahaba, karne ya wanafunzi wa masahaba rahmatullahi ta'ala ala aljamii.